Tukiachana na hayo, Rais William Ruto ameahidi kuwa serikali itawafidia waathiriwa wa maandamano ambao waliwapoteza jamaa zao. Rais Ruto aliwataja waandamanaji kama mashujaa. Akizungumza huko Kisumu, Ruto amesema kuwa hatua hiyo inaandamana na makubaliano kati yake na hayati Raila Odinga. Haya ni huku mazungumzo ya kuwafikia usuhuba wa kisiasa kati ya ODM na UDA yakichacha. Laura Otieno anaarifu. Katika ziara yake ya kwanza kaunti ya Kisumu mwaka huu, Rais William Ruto alitoa ahadi ya kuwafidia waathiriwa wa maandamano aliyowataja kama mashujaa. Akiwahutubia wakazi wa Kondele, Ruto alisema kuwa malipo hayo ni moja kati ya masuala aliyoahidi kutekeleza aliposhirikiana na hayati Raila Odinga. Aliyepoteza maisha yake ama aliyejeruhiwa akipigania mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya, mambo ya human rights ya taifa letu la Kenya, sisi tutawalipa fidia kwa sababu nyinyi ni mashujaa wa mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya. Vilevile, Rais Ruto alisema kuwa yuko tayari kufanya mazungumzo na chama cha ODM kunyakua ushindi katika uchaguzi mkuu. Aidha, aliwataka Wakenya kuchagua viongozi kwa misingi ya sera wala sio kile alichosema ni siasa hewa. Viongozi anachaguliwa kwa vipindi ama kwa kazi? Si kila kiongozi anachaguliwa kwa kazi. Si mimi nitakuja na reli, nikuja na barabara, na affordable housing, na universal health coverage. Si nyinyi mtaamua. Na vile tumeamua tena kwa kupitia kiongozi wetu Oburu Odinga ni ya kwamba hatutatoka kwa hii serikali yako mpaka dakika ya mwisho. Mapema, rais alihudhuria mahafali katika chuo kikuu cha Uzima ambapo alipokezwa shahada ya heshima ya uzamifu kutokana na juhudi zake za kuimarisha sekta ya afya nchini. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.